Unatazama Swahilina TV, nuru katika imani. Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ukhti Mariam Miraji Mtambo, mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu mkoa wa Dar es Salaam chini ya BAKWATA. Na leo imefanyika semina hii ya hija. Tumeona mwitikio umekuwa mkubwa sana kwa mwaka 1447 Hijiria. Labda nini ambacho ungependa kukiongeza wewe mwenyewe? Alhamdulillah, hii ni nguzo ya 5 ya Kiislamu. Kwa hiyo kila siku watu wanahamasika, kila mwaka watu wanahamasika, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema, ametukumbusha mambo mengi yaliyokuwa mema, na katika jambo jema hili ni jambo muhimu sana kwa mwanadamu ambaye anaweza kuitimiza ile nguzo ya 5, kwa sababu hii tumeambiwa kwa mwenye kuweza. Lakini haji pia unaweza kuhiji hata hapa nyumbani kwa matendo yale yanayompendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Mwitikio mkubwa, watu wengi sasa hivi wanaona kitu muhimu sana na kuelekea kwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo ndio maana unaona mwitikio mkubwa sana, imani zinazidi kuinuka. Kwa kumalizia, wito wako kwa kina mama ambao labda unafikiri hija ni ya kina baba tu? Hija ni ya watu wote, kwa sababu hii ni nguzo ya 5 ya watu wote, Waislamu wote. Wito wangu mkubwa, tusiende tukiwa umri umeshazeeka. Vizuri kuanzia tuko wasichana, vijana, wazee, twende haji kwa mwenye kuweza. Ni kitu muhimu sana. Unapokwenda haji unajifunza vitu vikubwa sana, na ukirudi unakuwa ni mtu ambaye uliobadilika sana. Nafikiri kauli yangu thabiti. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Mayasa Sadala, ni katibu mkuu Tanzania Haji Federation. Alhamdulillah, leo tumekusanyika hapa kama Tanzania Haji Federation na mahujaji wa Tanzania bara kwa ajili ya kuwaaga. Moja ya kazi ambayo inafanya Tanzania Haji Federation ni kuhakikisha inaunganisha umoja wa taasisi za hija Tanzania bara. Kwa kushirikiana kwa pamoja tumeweza kuandaa kitu hichi leo. Alhamdulillah, mpaka sasa maandalizi ya mahujaji wetu yamekamilika. Kila hujaji amepata visa na amepata tiketi na tayari kwa ajili ya maandalizi ya safari. Alhamdulillah, tayari taasisi ya Haludawa ametangulia na taasisi zingine zinafuata kuanzia kesho na taasisi nyingine siku zinavyoendelea. Tumepata taarifa pale ndani kwamba taasisi ilitaka kuvunjika, lakini ulijitoa kwa hali na mali. Kipi labda kilikupa msukumo kwa faida ya watu ambao wanafuatilia, kilikupa msukumo mpaka taasisi imegangamara na imekuwa vizuri? Na taasisi ya Tanzania Haji Federation, wakati kabla haijafa, mimi nilikuwa ni mjumbe katika kamati tendaji na mwenyekiti wangu Haidal Kambwili, wote tulikuwa ni wajumbe. Lakini baada ya kuona kwamba tumefifia, katibu mkuu alifariki Dr. Twaha, tuliamua kuifufua TAHAFE, na juhudi kubwa kwa sababu kitu chochote kinahitaji muongozo. Yaani hakuna kitu kinachokwenda bila shura na bila umoja. Kwa hiyo tuliamua kuitana kwa umoja wetu na kuanza kushughulika kutafuta usajili upya ili tuweze kuifufua na kutengeneza matunda kama haya leo ambayo tunayaona. Tanzania Haji Federation inafanya vitu vikubwa sana. Kama alivyosema mwenyekiti wangu, baadhi ya taasisi zimekuwa hazipo na hazifanyi kazi tena hii. Na kama taasisi italeta mambo ambayo sio, basi tutaweza kukaa na kuzungumza nayo kuhakikisha mahujaji wote waliolipa pesa wanasafiri kwa gharama zao ambazo wamelipa kupitia taasisi husika. Na hayo ndio matunda Tanzania Haji Federation. Kushukuru sana. Asante sana. Unatazama Swahilina TV, nuru katika imani.